Kiangalia katika aya hizi, aya hasa aya mbili, amman hadha alladhi huwa jundun lakum na amman hadha alladhi yarzuqukum. Katika masala ya i'tiqad na masala ya tauhid, kwa sababu masdar ya msingi kabisa ya tauhid ni kitabu Allah azza wa jalla wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, ndio msingi mkubwa wa tauhid. Kwa hiyo mtu anaposoma katika Qur'an, miongoni mwa faida anazozipata, kwanza yuqawi janiba at-tauhid, anaitia nguvu ule upande wa tauhidi katika moyo wake, kwa sababu zile ayati zilizokuja katika Qur'ani zote zinamimina na kuelekeza katika tauhidi, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukizisoma aya hizi mbili tu utaona kuna uwajibu wa mtu kutawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala fi an-nasri war-rizq, katika nusra na rizq. Na ukiangalia katika hili utakuta ni katika mambo makubwa kabisa anayotafuta mwanadamu ulimwenguni, na ni katika mambo anayohitajia mwanadamu katika maisha yake haya ya dunia. Anahitajia nusra na anahitajia riziki. Fabirizqi tahsulu almanafi', kwa sababu ya riziki manufaa yanapatikana. Ikawa wewe wapata mali itakusaidia kupata chakula, makazi, mavazi, vipando, ukaona uweza kutoka hapa kwenda sehemu nyingine. Pia riziki vile vile ni maarifa Allah amekupa, ni katika vitu unavyovihitajia. Na wabin nasr tandafi'u almadhar, na kwa nusra madhara huondoka. Ikiwa kuna wakukutetea na kukunusuru, basi madhara yanakuwa hayakupati wewe. Sasa akiwa mwenye kukunusuru wewe na mtetezi wako ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ukawa wewe wamtegemea yeye subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumtegemea katika hayo, hakuna wa kukudhuru. Sasa haya mawili yamekanushwa kwa waungu wanaoabudu washirikina. Hawana askari wa kuwatetea wala hawana wa kuwaletea riziki ikiwa Allah ataizuia riziki yake. Sasa muslim au mu'min ambaye anazisoma aya hizi zinamzidishia iman na inamzidishia at-tawakkul ala Allah haqqa tawakkuli katika mambo haya na mengineyo, katika husulu rizqi wa husulu nasr, kupata riziki na kupata nusra. Na unajua wazi kabisa kwamba anna al-asbaba bidhatiha la tujdi wala tughni min Allah shay'a, kwamba hizi sababu unazoziweka za riziki, sababu za ulinzi na usalama na utetezi, zote unazoziweka hizi ni asbabu dhaifa tu, hazinufaishi chochote wala haziwezi kukusaidia chochote. Fanya service gari yako, iweke kitu gani, weka hivi na kila namna ya ulinzi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kukuangamiza na hiyo gari utaangamia na hiyo gari, haitasaidia chochote. Weka mabodyguard na walinzi na nini, vaa bullet proof na vitu gani, lakini pingine hawa askari ndio watakuwa wewe. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kukuangamiza hakuna wakutoa. Kwa amman hadha alladhi huwa jundul lakum yansurukum, hivi au ni nani huyu ambaye ndiye askari wenu atakayewatetea min duni arrahman, kinyume cha Allah mwingi wa rehma, ilil kafirun illa fi ghurur. Alafu amman hadha alladhi yarzuqukum, hivi au ni nani huyu ambaye atawaruzuku, in amsaka rizqa, ikiwa Allah ataizuia riziki yake, akawa amezuia tu watu wa kupita tu, wafanya biashara yako huu yapita na kwenda kule, wewe umetengeneza mazingira mazuri ya biashara, lakini watu hoji kununua mimi labda mganga, labda watu wameniroga. Amna, wafanya kama wanaofanya watu pengine na zaidi na asbabu, lakini hupati riziki, au mambo yanaharibika tu, utajikuta hupati kile ambacho ulikuwa unakitarajia. Maisha yamekuwa magumu kwako, wabaki wanalaumu watu. Allah akiamua kuifinya riziki yako akaizuia mahali, kwamba huyu wacha tumfungie miaka 2 mitatu apati ndururu, huyu upati, au riziki yake ije kwa uchache kabisa, nguvu itaotumia ni kubwa, lakini riziki unayopata ni ndogo. Allah subhanahu wa ta'ala akiamua kuifunga riziki kwa mja, basi
innal ladhina ta'buduna min duni llahi la yamlikuna lakum rizqa. Hivyo anavyosema Allah, hakika wale ambao nyinyi mnawaabudu kinyume cha Allah hawamiliki kwenu nyinyi riziki, hawataweza kumiliki riziki zenu hata kidogo. Au wattakhadhu min duni llahi alihatan, wamejifanyia wao kinyume na Allah waabudiwa wengine, la'allahum yunsarun, huenda wao wakanusuriwa. La yastati'una nasrahum, Allah anasema hawawezi kuwatetea hao, hawana utetezi. Walladhina yad'una min dunihi la yastati'una nasrakum, hakika wale ambao nyinyi mnawaomba kinyume chake Allah subhanahu wa ta'ala hawawezi kuwanusuru nyinyi. Wala anfusahum yansuruna, wala wao wenyewe hawezi kujinusuru nafsi zao. Kwa hiyo ukisoma ayati hizi kwa tadabbur na kufahamu maana yake, utaona ile tauhid namna inavyojaa katika moyo wako. Allahu akbar. شبكة الخير الدعوية الخير أونلاين ميديا.